Chum TV. Furaha kiganjani. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar ZURA imetangaza bei mpya za mafuta kwa mwezi Juni 2025 ambapo kumekuwa na punguzo la bei kwa bidhaa zote za mafuta. Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa ZURA, meneja uhusiano wa mamlaka hiyo Baraka Hassan Haji amesema bei mpya zitaanza kutumika rasmi kuanzia Juni 9, 2025. Amesema bei za mafuta kwa mwezi Juni 2025 kwa upande wa petroli ni shilingi 2968 kwa lita kutoka 2969, diesel shilingi 3162 kwa lita kutoka 3191, mafuta ya taa shilingi 3150 kwa lita kutoka 3200, mafuta ya ndege shilingi 2521 kwa lita kutoka 2537. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salum. ZURA inatangaza bei za mafuta kwa mwezi Juni mwaka 2025 leo tarehe 8 mwezi wa 6 2025 ambazo zitaanza kutumika rasmi siku ya kesho, siku ya Jumatatu tarehe 9 mwezi wa 6 2025. Kwa kawaida ZURA huwa tunapanga bei kwa kuzingatia miongoni mwa masuala yafuatayo. Kwanza, wastani wa mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia ama Platts quotations. Pia huwa tunaangalia gharama za uingizaji wa mafuta katika bandari ya Tanga na wakati mwingine Dar es Salaam. Pia huwa tunaangalia gharama za mabadiliko ya fedha za kigeni zinazotumika kununua bidhaa hizi za mafuta. Halikadhalika huwa tunaangalia gharama za usafiri, bima na premium mpaka mafuta yanafika Zanzibar. Pia tunaangalia kodi na tozo za serikali, halikadhalika faida kwa uuzaji wa jumla na rejareja. Baada ya kuzingatia haya ndio tunapanga bei za mafuta. Na kwa mwezi Juni 2025 bei za mafuta zitakuwa kama ifuatavyo. Bei kwa mwezi Mei 2025 kwa upande wa petroli ilikuwa ni shilingi 2969. Kwa mwezi Juni 2025 bei itakuwa shilingi 2968, imepungua kwa shilingi moja sawa na 1.03. Lakini kwa upande wa dizeli bei za mafuta kwa mwezi Mei ilikuwa ni shilingi 3191, lakini kwa upande wa mwezi wa Juni itakuwa shilingi 3162, imepungua kwa shilingi 29 sawa na 0.91. Lakini kwa upande wa mafuta ya taa bei kwa mwezi Mei ilikuwa shilingi 3200 na kwa mwezi Juni ni shilingi 3150, imepungua kwa shilingi 50 sawa na 1.56. Na kwa upande wa mafuta ya ndege bei ilikuwa shilingi 2537 kwa mwezi Mei. Kwa mwezi Juni bei itakuwa shilingi 2521, imepungua kwa shilingi 16 sawa na 0.63. Naomba kurudia bei za mwezi Juni. Kwa mwezi Juni petroli itakuwa shilingi 2968, diesel itakuwa shilingi 3162, mafuta ya taa itakuwa shilingi 3150 na kwa mafuta ya ndege itakuwa shilingi 2521. Ndugu waandishi wa habari, sababu kubwa za kupungua kwa bei za bidhaa hizi za mafuta kwa mwezi Juni 2025 ni pamoja na kupungua kwa gharama za bei hizi katika soko la dunia, kupungua kwa gharama za usafirishaji mpaka mafuta yanafika Zanzibar, lakini pia thamani ya fedha za kigeni zinazotumika kununulia mafuta haya. Ndugu waandishi wa habari, tunaendelea kuasisitiza wananchi kuendelea kununua mafuta katika vituo halali vya mafuta na kudai risiti za kielektroniki kila wanaponunua mafuta haya. Asanteni, naomba kuwasilisha. Akizungumzia kuhusu kuadimika kwa mafuta ya taa, Baraka anasema kiukweli matumizi ya mafuta ya taa yamepungua sana.
Kwa hiyo unaweza kama mzigo umeingia mdogo lakini ukachukua miezi 3, 4 mpaka kumalizika. Kwa hiyo hatuwezi tukapanga tena bei mwezi ujao wakati mzigo ule bado upo na hujaingia mzigo mwingine. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo ipo katika upande wa mafuta ya taa. Na nadhani hizi gharama pia kwa upande wa mafuta taa, hiyo sasa ni uelewa tu wa masuala ya mafuta kwa ujumla. Ni kwamba bidhaa kile ikiwa haina matumizi sana, manake hata gharama yake unakuwa unaiweka kubwa ili ku discourage manake watu kununua ile bidhaa. Kwa hata huko kwenye soko la dunia unaweza kukuta pengine hata bei yake, au unapotaka kuisafirisha vitu kama hivyo, ili mradi wewe uvutiwe tu kusafirisha hizi bidhaa ambazo wanajua zina mzunguko mkubwa na vitu kama hivyo. Na hapa baadhi ya wananchi wana yapi ya kusema? Kwa bei ya mafuta kwa sisi ambao huendesha bajaji na bodaboda, suala ambalo kwanza linatuathiri sana, kwa sababu kutokana na hali ya uchumi sisi tunavyochukua raia, inakuwa pesa inakuwa ni kidogo, lakini pesa ambayo tunatoa kwenye mafuta inakuwa ni nyingi sana. Sasa sisi tunaomba sana serikali ituangalie sana kwenye uchumi wa mafuta, kwa sababu mafuta sasa hivi yamepanda juu, tena yamepanda juu sana. Serikali kama serikali kwa kupunguza mafuta kwa shilingi 1 pia inakuwa ni changamoto, kwa sababu kwa shilingi 1 kama shilingi 1 inakuwa bado ugumu wa utafutaji inakuwa upo pale pale. Kwa hiyo maana tunaomba serikali ituangalie sana kwa upunguzaji wa mafuta. Kifupi, hali si mzuri kwa sababu mafuta yamekuwa bei ya juu, na abiria wetu sisi wamezoea bei zetu ndio zile zile. Utampeleka Malindi kwa shilingi 1000. Kwa hiyo hata kama mafuta yameongezeka, yeye atajua bei ni shilingi 1000 ile ile. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi changamoto kweli kubwa. Kupungua shilingi 1 itatusaidia kwa upande fulani, lakini sio kivile, kwa sababu shilingi 1 bado sio kwamba labda ndio punguzo kubwa. Labda ingekuwa japo kuanzia shilingi 200 kidogo inakuwa afadhali, kwa sababu hata kama shilingi 1 na wewe mtu ambao unatumia kwa siku lita 3 ni shilingi 3 tu hapo ulisaidiwa. Kwa hiyo bado changamoto ni ile ile. Kwa upande wangu serikali mimi naomba tu kwamba ituangalie sisi ambao tumejiajiri kama hivi, na imani kwamba tunalipa hata ushuru mwingi, kwa sababu hata hizi parking zote sisi tunalipia, leseni tunalipia, kupasisha chombo utapasisha. Kwa mtu ambaye haufanyi bodaboda uweze ukafuatilia hivyo vyote, lakini vile ukiwa bodaboda rasmi lazima utaenda sheri, chombo utakipasisha, yaani utafuatilia vitu vyote vinavyohusika na swala bodaboda.